Nestori, Paulo, wapendwa mapadi wasaidizi, Padre Matthew na Baba Kajetani, wapendwa mapadi, wapendwa mashemasi, mafrateli, wapendwa wadau wa kiume na wa kike, wapendwa kamati tendaji ya parokia, makatekista, wapendwa wanakwaya, wapendwa mashirika ya kitume na vyama vya kitume, wapendwa vijana wetu wa vyombo vya habari, wapendwa wazazi, wakina baba na wakina mama mlioko hapa, na wengine wote wenye mapenzi mema tunaosali pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya kwanza ya Kwaresma mwaka C. Tunafungua kipindi hiki cha Kwaresma na Jumapili ambayo Bwana anajaribiwa. Kwa najiuliza ni kwa nini tu mara moja tunapofungua kipindi cha Kwaresma kabla hata hatujapata mambo mengine ya kujiandaa kutayarisha vizuri zaidi, tunawekewa habari ambayo ujumbe unakuja ambao sio mzuri sana. Bwana wetu Yesu Kristo anajaribiwa tena kwa namna ambayo ni ya kushangaa kwamba huyu aliye mwana wa Mungu mwenye nguvu na mwenye imani kubwa namna hiyo kwa baba yake aliyempeleka kwa kazi yake maalum, anajaribiwa na Shetani. Ndugu zangu, naamini kwamba ujumbe huo wa majaribu makubwa ya Bwana wetu Yesu Kristo umewekwa hapa mwanzoni kabisa mwa kipindi cha Kwaresma, kutualika na sisi tujiweke vizuri. Ni kama kinatualeti. Ujumbe huu unatualika na sisi ambao tuko hapa mwanzo wa Kwaresma. Tumejipanga vizuri sana kwa hakika, wengi hapa tangu Jumatano ya Majivu, kwamba kwa kweli mimi na Bwana Yesu ninataka kweli kipindi hiki kama tunavyoalikwa na mama kanisa kiwe ni cha sala zaidi, kiwe ni cha kufunga, kiwe ni cha matendo mema kwangu, matendo ya huruma, kiwe ni cha kupokea sakramenti zaidi, kiwe ni cha kuwa karibu zaidi na neno la Mungu, na cha mabadiliko makubwa ya kiroho, ya kimaadili, ya nidhamu na mwendo mzima wa maisha yangu. Nafikiri wengi tuko hapo kama tulivyo alikwa tangu siku ya Jumatano ya Majivu, lakini bado pamoja na hiyo kanisa linatualika, linatuambia be careful, jiandae vizuri zaidi, ujipange vizuri
imemwinua Yesu, na kwa dakika moja akamwonyesha milki zake zote atakazompa iwapo atafanya yale anayoelekeza. Ndugu zangu, Shetani ana nguvu sana. Lazima tujue hili. Shetani ana nguvu. Shetani ana aibu. Sio kasema mimi atanipataje? Ni askofu. Ni mpana, mtawa. Kristo ndio anataka kuingia miaka yote nimejipanga mimi. Mtu aimani na sana. Nilibatizwa na mapadri wazungu. Jiandae, uwe na unyenyekevu. Yaani hana aibu na hakuna mahali ambapo haingii. Ana nguvu na anapitia katika yale ile misingi ambayo inakamata mito yetu au hali zetu za maisha, mito yetu, ahadi zetu, anapitia huku. Kwa hiyo jambo moja kubwa ambalo tunajifunza siku ya leo na linalotupa nguvu ni kwamba Yesu ameshinda. Yesu ameshinda majaribu yote, pamoja na kwamba majaribu hayo yalikuwa ni ya nguvu sana, na amepitia katika ile misingi iliyokuwa imekamata wito wake, ile misingi yale maagano na ile miko. Najua Yesu Magdalene kila katika Mtakatifu ile sura ya
kukesha usiku katika sala. Huko ndipo anapokutana na Baba, ndipo anapopata nguvu, ndipo anapopata mbinu, ndipo anapopata ujasiri wa kupambana na yale yanayolingana na wito wake. Ndio Shetani amejipanga na Yesu amejipanga zaidi. Ndugu zangu, niwaombe tunapokuwa kwenye kipindi cha Kwaresma, katika yale maazimio yetu ya kipindi hiki, yale mambo mema ambayo, mazoezi mema ambayo tumejipangia ili tuweze kuondokana na hali yetu dhaifu, labda katika nidhamu, katika maadili, katika sala. Kila mmoja ana lake. Labda naona umeelekea sana kwenye sala, unataka kuamsha roho ya sala katika misa takatifu, katika kupokea sakramenti, katika kusoma neno la Mungu zaidi. Wengine wanaanza mazoezi ya kurudisha tabia nzuri ya kusali kila siku kama ilivyokuwa zamani. Wengine biashara tunaamua kuweka vinywaji pembeni, wengine wanaamua kuweka vyakula pembeni, wengine ni mazoea basi ya namna moja au nyingine ambayo kila mmoja naona labda ilikuwa kupeleka nje na mwili wangu. Tumejipanga na ni hamu yetu kubwa tuweze kupita, tuweze kufanya vizuri mpaka wakati wa Pasaka. Lakini pia mazoezi yetu mazuri hayo ambayo ushindi ambao tunapata kutokana na vipindi hivi tuendeleze au endelevu katika kipindi chote kinachoendelea baada ya Pasaka. Lakini wewe ni kwa basi sisi tuendelee kujitahidi, lakini pia tunapochukua mito yetu kwa ujumla, hali zetu za maisha kwa ujumla, mito na hali ambazo zimefungwa au zimesimikwa katika maangano maalum tunayoelewa na katika jimbo maalum tunayoelewa, tuendelee kujipanga vizuri zaidi kushinda, kuishi hali zetu za maisha, kuishi maagano yetu ya maisha, viapo vyetu vya maisha, na kutunza muhimu ya hali zetu za maisha kwa kujipanga vizuri zaidi, kujishika zaidi na Mungu. Shetani anashinda kwa sababu ya imani yake kwa Mungu. Mungu ana nguvu, na kama kweli tumeshikana na Mungu kwa dhati katika safari yetu ya maisha, katika safari yetu ya maisha na kuishi maisha ya Kristo, ahadi za maisha ya Kristo, Kristo Mkatoliki, kuishi inavyotakiwa, na nguvu yetu kubwa iko kwa Mungu, na tunajiunganisha na hiyo nguvu kwa namna mbalimbali, hasa katika sala, hasa katika ibada, hasa katika kujitakasa kwa namna mbalimbali, ili tuweze kuwa karibu zaidi na Mungu na tuweze kuishi vizuri zaidi. Shetani hawezi kutuangamiza. Kwa hivi tuimarishe mahusiano yetu na Mungu, tuimarishe imani yetu. Maaskofu wa Kanisa Katoliki tumewaandikia ujumbe wa Kwaresma unaosema simama imara katika imani yetu, simama imara
kusimama imara katika imani yetu kwa Mungu aliye na nguvu kuliko nguvu nyingine zote, na tunaimarisha daima kwa mtazamo wetu wa ndani na imani yetu ya ndani kwamba Mungu hawezi kushindwa kama tumeshikamana naye. Tutashinda. Tuimarishe zaidi katika mahusiano yetu na Mungu, imani yetu kwa Kristo. Bwana Yesu anapotuona kwa kweli tunampenda, tuna imani ya dhati kwake, na tunaonyesha katika mwenendo wetu wa maisha ya kila siku, na hasa tunavyounganika naye katika sala, katika ibada, katika kujikatalia mambo ambayo ni hatarishi. Hawezi kutuacha, tutashinda tu. Shetani hana nguvu, lakini hana nguvu ya Mungu. Wakati mwingine tunajiachia Mungu, tunajiachia Mungu, na hapo ndipo yule mwovu anavyofurahi. Tunajiachia Mungu. Wito wetu wa maisha ya Kristo, hatuwezi kuishi bila mahusiano ya dhati na Yesu, mahusiano ya dhati kabisa. Tunajiachia Mungu, tunajiachia Mungu katika sala, katika sakramenti, tunajiachia Mungu katika kufikiri kwamba sisi tuko salama kabisa, na kwamba hakuna chochote kitakachoweza kututikisa. Tunajiamini sisi hakuna mtu yoyote, yetu yuko kwa Yesu. Tujiamini tukiwa tumejishika na Yesu, tukiwa tumejikamata na Yesu, kwamba kweli katika, kwa sababu ya mahusiano yangu na Mungu siwezi kushindwa. Tusijiamini kibaba kwamba tuna nguvu tu kwa sababu mimi ni askofu, mimi ni imani, mimi ni mtawa, mimi ni baba wa ndoa, mimi ni kijana, nisimama imara. Imani, nguvu yetu iko katika Yesu. Yesu ashinda, Mungu ashinda. Kumbe iwe ni katika haya mazoezi yetu ya Kwaresma, iwe ni katika hali zetu za maisha, tuendelee kuamini zaidi kwamba tukiwa tumejishika na Mungu hatuwezi kushindwa. Kama kweli tumeamua kwamba katika hili yule mwovu hawezi. Sasa kama hawezi, wewe ni jambo gani linalokufanya useme kwamba wewe hawezi? Si kwa sababu tu wewe ni Mkristo tu kwa ujumla, si kwa sababu tu wewe umeingia katika hiyo hali ya maisha. Ni jambo gani linalokupa kusema kwamba utaweza kushinda? Ni lazima nguvu yetu kuu iwe ni kwa Yesu, ni imani yetu kwa Yesu, na ni jinsi ambavyo mimi mwenyewe nimejishika na Yesu kwa njia ya sala, kwa njia ya Injili, kwa njia ya mifano na mazoezi mbalimbali ya Kristo. Nilikuwa naongea na vijana, tulifungua siku ile ya Kwaresma, tulikuwa na misa ya vijana wote. Siku ile ya Jumatatu ya Majivu tulikuwa na misa ya vijana wote jioni kule kanisa kuu, vijana wote wa mashuleni, primary, sekondari, vyuo vikuu. Kwa hiyo kanisa lilikuwa limejaa mpaka kule nje. Sasa nikawa nawaeleza juu ya nikawa mfano mmoja juu ya kijana mmoja ambaye alikuwa amejipanga vizuri sana ili kuweza kufanya Kwaresma vizuri. Alikuwa katika tendo la kufunga, alikuwa amepania kabisa kwamba siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano na Ijumaa hata kula chochote, ni chakula cha asubuhi na cha jioni, na pia chakula kidogo kabisa. Sasa akiwa hapo ameenda katika wiki ya tatu,
ile siku ya wiki ya tatu siku ya Jumatano ile ambayo ni siku yake ya kufunga, akapata jaribio kubwa sana. Jaribio lilikuwa ni hivi, huyo kijana alikuwa anapenda sana ugali wa kisamvu, na alikuwa anapenda sana sambusa, alikuwa anapenda sana samaki. Na katika kama ilivyo sehemu nyingi, majirani wanapopika mara nyingi huwa wanapeleka na kwa ndugu zao, hasa kama wana mahusiano, kwa kwamba labda kama ni mama mdogo au ni shemeji, wakipika wanaleta chakula kule nyumbani kwenye ile nyumba ambayo ana mahusiano nayo, ili na wao pia waweze kufurahia. Sasa anasema akiwa pale nyumbani kwake, ndio njia ya mchana kabisa, imezidi kwenye saa 7 hivi, akaona ameingia mama wa jirani ameleta dishi kubwa na wali, alafu amepatana na mtoto wake amebeba ingine la sambusa na samaki na mchuzi mzuri na ule ugali wa kisamvu pale. Sasa wakamwambia, peleka kwa ajili ya chakula cha mchana, naomba upokee. Sasa tunapopokea, yani machozi yanatoka. Sasa sema, leo nimefunga, ni kwa nini tu? Haya nitafanyaje? Akapokea, akapaka pale mezani pote, akaweka ugali wa kisamvu pale, akaweka sambusa pale, akaweka samaki pale, na ile sosi ile nzuri ya mafuta pale, yanaingia pale. Sasa anakuja akamwite mama, sasa hivi mama akaja atafanyaje? Sasa pale ile kijana akaniambia eti kweli alishindwa, yani hata kama anateremka. Akaniambia, nilipenda pale kanisani baba, mimi nikaangalia msalaba, nikamwambia Yesu, nimeishiwa na Mungu, naomba tu kwa leo kwa kweli kusamehe, nitaendelea kesho. Sasa akaniambia, sasa baba pale, yani hata wewe kweli nilishiwa na Mungu, hata wewe umefanyaje baba? Kama kwao usieleze mambo ya Mungu, yani naishwaje na Mungu? Yani pale kama umekwenda kwa msalaba wa Yesu, ungemwambia Yesu, wewe ambaye kwako kuna ushindi, kuna nguvu na uzima, naomba sasa unisaidie hapo. Sasa anakwenda kwa msalaba, ule msalaba wa ushindi, anaambia mimi nimeishiwa na Mungu, yani mimi nimeisha, naomba unisaidie endelea kesho. Sasa tunapoelekeshwa Alhamisi kama tena hivyo, hayo pale anashinda, anasema yeye alishiwa na Mungu. Sisi tunaweza kufikiri tumesimama imara sana kwa maarifa yetu, binadamu. Yani daima tuna mambo yetu, tunafikiri kwamba inashinda kwa sababu ya ukweli, inashinda kwa sababu kwenye mazingira haya tunasomea, inashinda kwa sababu ya shamba, lakini bado uweke tayari kwa kuishiwa na Mungu. Utaona ni kweli ambapo Mungu zinaishi, lakini nguvu haziwezi kuisha kama sisi tumejiunganisha na Yesu, tumejiunganisha na Mungu. Maana Mungu ni nguvu ambayo haishindwi na yule Mungu. Yesu hashindwi na yule Mungu. Na katika somo la pili nisikia akisema kwamba, mbona anasema kwamba yani iwe ni imani, iwe ni Myahudi, utajiri wa Mungu kwa kila mmoja wetu ni wa ajabu au la kipekee. Mahusiano yetu na Mungu ya kweli, mshikamano kwetu na Mungu kweli. Kwa hiyo tusitegemee sana nguvu zetu. Tumshukuru Mungu kwamba tuko kwenye hali mbalimbali za maisha, lakini tusifikiri kwamba tunaweza kuishi kwa uadilifu katika hali zetu za maisha kama Wakristo wema, kama wanandoa ambao ni wema tu, kama mabaji wema, kama watawa wema. Yani kwa ile hali hatuwezi. Hii hali kwanza sio ya kweli. Yote tunayoishi maisha ya Mungu, na kama tukishikana na Mungu, tunashikamana na Mungu, tutaishije? Hali zote ni za Mungu, Yeye amekushirikisha kitu gani uweze kuishi hapa duniani, kufuata kulingana. Sasa tunapojiunganisha naye kwa imani ya dhati, tunapita pale ambapo tunaelekea kidogo kwa namna ile, tunakamatwa na yule Mungu. Kwa hiyo
kwa Mungu. Lakini pia tusifikiri kwamba sisi tuna nguvu sana halafu tunakaa. Wakati mwingine tunaingiza Mungu kwenye maeneo ambayo ni hatarishi kwa mito yetu. Iwe ni katika vitu, iwe ni katika mahali, iwe ni katika watu. Tusiingie kwenye hali hatarishi. Tutoke katika maeneo, tutoke katika vitu, tukae mbali na watu ambao wanaweza kuharibu mito yetu. Tusifikiri kwamba tumesimama imara sana na tutapita tu. Hatuwezi. Tunafikia mahali tunakuwa kama ile kijana. Kosa lake kubwa ni pale kwamba alipokwenda kwenye msalaba wa Bwana Yesu, angepaswa kubaki pale tu. Asije tena kuangalia vile vyakula. Aseme Bwana Yesu, katika msalaba kuna nguvu, kuna ushindi na uzima. Mimi sitoki hapa. Naomba nguvu zinazotimika katika msalaba zinisaidie iweze kupita leo. Yeye ameenda pale ndio akateka ile vyakula. Sio vile. Sasa anaangalia zile vitu ambazo tunapoangalia tunashona nguvu. Amerudi tena kukaishona nguvu zaidi. Kwa hiyo tusijiamini kipumbavu. Wakati mwingine tunajiachia Mungu. Tunajiachia Mungu. Tunaweza kuishi kama Wakristo. Hatuna sana. Yaani tunakaa tu tunasala saa subia, sasa mchana tunasala jioni hapa. Yaani nguvu yetu iko kwa nani? Tunataka tunajiuliza. Unajua hata hizo kazi tunazofanya huko hospitalini kwa askofu, kwa kweli ni kama anatumia hizo tu ni sala tu. Unajua hata huko benki, yaani hao watu wanaolijia kwa askofu ni sura ya Yesu, kwa hiyo wakati wanakumbia vizuri sana. Unajua kwa kweli najiandaa sana kutengenezea watoto wangu chakula, yaani watoto wangu wanatunza. Lakini yaani wewe hata Yesu alifanya hayo yote, lakini kila wakati akajitenga kidogo, akajitenga. Usiku mzima akaonekana, akaondokana na ile nguvu, akateremka katika merikebu na akaenda mahali pale penyewe. Huyo ni Yesu. Anatoka kwenye utume, kwenye mazingira yake, anaenda kwenye sala. Sisi hatusali. Sala imepewa nafasi ya mwisho kabisa katika maisha yetu. Ninawauliza watu huko maparokiani, kama tungekuwa tunamkuza Mungu kama tunavyokuza masiku yetu tangu asubuhi mpaka jioni, tungekuwa watakatifu wabaya sana. Yaani kila wakati hiyo masiku, yaani hata kwa kweli kuna kitu na kupata kwenye ile kwenye basi tunaanza kwa kweli. Yaani asome watu wasome chochote. Ni kama tunacheza kwa kweli na kisha. Yaani hata Yesu yaani ndivyo kabisa kuna na kweli. Na ndivyo ilikuwa maisha yetu. Kama tungekuwa tunamkuza hivyo Mungu, kama hayo masiku yetu yaliyokuja wakati huu, tungekuwa tumefanya maendeleo makubwa sana katika ukarimu. Wewe kama watoto, ungekuwa unamkuza mke wako, yaani kwa upendo, kwa upendo. Si Mungu alimtaka kupata mke wako, yaani kwa kweli upendo wa mke wako ulienda juu sana. Ulikuwa unamshika kama namna gani kwa upendo kama unavyoshika ile msingi. Na wewe kwani yaani wewe baba ulikuwa unashika mume wako hivyo kwa heshima na kwa upendo kwa ile mama na upendo tule pamoja sakramenti yake tule pamoja kwa moyo yaani unashika yaani hiyo ndoa yetu ilikuwa ni mfano kwa hapo. Asika. Hebu fikiria kila mmoja wetu. Kweli unavyo angaika na hiyo simu tangu asubuhi mpaka jioni. Hebu nirudisha ule muda kwa masiku, uangalie utapata ni masaa mangapi. Halafu twende kwenye muda wa Yesu. Tunatumia muda gani wa Yesu? Muda mdogo sana. Kweli Mungu hana saa na wakati. Hata
imepotea sana. Tutashindaje? Tutashinda namna gani katika majaribu mbalimbali ya dini yetu, kama askofu, kama mabali, kama watawa, kama vijana tunaojiandaa kwenye maisha? Hatuwezi bila Mungu, hatuwezi bila Yesu. Yaani kushinda kama limeshinda, hatuwezi kama sio watu wa sala, na tunasali kwa imani ya ndani kwamba mimi sitoki, mimi na wewe Yesu unaweza, wewe unaweza, na umeshaweza siku yako. Sasa angalia jinsi ambavyo hatuna muda, jinsi ambavyo tunajiachia cheki, ambapo tunafikiri kwamba sisi ni mawe au sisi ni watu ambao tumeshashinda, hatuwezi kujikuta tumeshakamatwa. Mazingira ambayo ni hatarishi, mazingira hatarishi ya makombe, ya mapenda, ya biashara haramu. Sasa unapoingia hivyo wewe kama Mkristo, unafikiri kwamba wewe baadaye sio hayo yanatokea wewe mpaka inakuwa ni kila mahali. Ndugu zangu, leo muangalie Yesu. Yesu ndiye mfano wetu. Ameshinda kusikia mahali popote kwamba ameacha sala, anajaribiwa akiwa kule jangwani, anaendelea na sala na mfungo. Hakuacha sala, hakuacha mfungo. Na anashinda kwa sababu ya imani yake aliyonayo kwa Mungu. Chakula changu ni kuyatimiza mapenzi ya Baba yangu. Mateso haya ni magumu, anamuomba kule kwenye kusema Getsemani. Ningetamani angenipiga, lakini ni kwa kadiri ya mapenzi yako, si kama ninavyopenda mimi, bali kama wewe unavyopenda. Mapenzi yako yatimizwe. Sasa tukiwa hivyo, tutashindia kwa mbali sana. Hatutaishiwa na Mungu, tutaongezewa Mungu. Tumuombe Bwana wetu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie. Tumuombe sana kijana wetu ambaye amesikia siku ya leo, aweze kusimama imara katika wito wake mtakatifu kama Bwana, wajibu wake mkubwa aliopewa kama baba paroko. Aweze kusimama imara katika kutunza watoto wa Mungu waliowekwa mikononi mwake kwa